Wakiwa njiani kwenda kwenye sherehe, wanandoa wazee Larry na John wanaendelea kubishana kuhusu kila mada inayowajia akilini. Wanakuwa wamegafilika kiasi kwamba wanakaribia kugongana na gari jingine. Wanapofika nyumbani kwa mwana wao, Larry anamvuta mkono John na kufunika bandeji iliyoko kwenye mkono wake kwa mkono wa shati. Kisha anamkumbusha kwamba anapaswa kuwaambia familia kuhusu saratani yake. John anaomba apewe siku moja zaidi kwa sababu hataki kuharibu sherehe ya kufichua jinsia ya mjukuu wao. Familia inawakaribisha kwa furaha na kuwatania kuhusu miaka yao 65 ya ndoa. Pia wanamwambia John kuwa wamepata sanduku la picha zake za zamani kwenye ghorofa ya chini ya nyumba. Moja ya picha hizo ni ya harusi ya John na mume wake wa kwanza, Luke, aliyefariki wakati wa vita. Wakati huo huo, Larry anakuwa anakula pretzeli. Ghafla anaanza kukabwa. Anahangaika kupumua na kuanguka chini. Sekunde chache baadaye, Larry anashtuka kuamka ndani ya treni huku konfeti za rangi ya waridi zikianguka juu ya kichwa chake. Mtoto aliyevaa suti kubwa kupita kiasi anamwambia Larry kwamba hakutarajia hilo, kisha anaondoka. Treni inaposimama kituoni, Larry anatambua kuwa abiria wengi wamevaa mavazi ya hospitali. Anawafuata abiria hao hadi anapofika kwenye eneo lenye watu wengi linaloitwa Junction, ambako watu wengi wanamwambia mambo asiyoyaelewa. Larry anamwambia mhudumu wa mapokezi kuwa ametekwa nyara, lakini mhudumu anamthibitishia kuwa hakutekwa na kwamba anapaswa kusubiri hadi AC wake atakapokuja. Baada ya saa kadhaa, watu wengi wanaondoka na Larry anakuwa amelala usingizi kwenye viti. Anaamshwa na Anna, anayejitambulisha kuwa yeye ndiye AC wake. AC inamaanisha Afterlife Coordinator, yaani mratibu wa maisha ya baada ya kifo, jambo linalomaanisha kuwa Larry amekufa. Larry anaanza kukataa, lakini wakati huo huo anaona konfeti na kutambua kuwa mjukuu wake ni msichana. Anna anamwonyesha Larry kioo na ndipo anapotambua kuwa amekuwa kijana tena, jambo linalothibitisha hadithi yake. Anaeleza kuwa watu wanapofika kwenye Junction, miili yao hurudi katika umbo walilokuwa nalo walipokuwa na furaha zaidi maishani. Anna anapomwongoza ndani ya jengo, Larry anaendelea kusisitiza kuwa lazima arudi kwa mke wake, hivyo Anna anampiga kofi ili aache kulalamika. Pia anaeleza kuwa hapa si peponi, bali ni mpito mfupi kati ya maisha na umilele. Wakati huo, wanasikia kengele na Larry amemuona mwanaume akishikwa na walinzi. Anna anamuonya kamwe asivuke milango yoyote yenye rangi nyekundu. Baadaye, Anna anampeleka Larry kwenye chumba chake cha muda na kumwacha na vipeperushi vinavyotangaza aina mbalimbali za umilele kulingana na dini tofauti. Lazima akae hapo hadi achague umilele unaomfaa. Kabati lake limejaa nguo zote anazozipenda. Baada ya kubadilisha nguo haraka, Larry anajaribu kutazama televisheni, lakini chaneli zote ni matangazo ya aina tofauti za umilele. Larry anaamua kuchunguza Junction na anakuta vibanda vingi vinavyotangaza umilele zaidi. Hatimaye anapata baa na mara tu anapoketi, mwanamke mrembo anaketi karibu naye. Larry anajaribu kueleza kuwa ameoa, lakini mwanamke huyo anaendelea kumtongoza ili kutangaza umilele wa ufuska. Bahati nzuri, mhudumu wa baa Luke anamkumbusha kuwa matangazo hayaruhusiwi ndani ya baa, hivyo mwanamke huyo anaondoka. Larry anajiuliza kama Luke ni malaika, lakini Luke anaeleza kuwa yeye ni roho tu aliyepata kazi ili kubaki kwenye Junction. Kwa kuwa Larry bado amechanganyika, Luke anashiriki sheria. Hakuna kubadilisha umilele baada ya kuchagua, na hakuna kutembelea umilele mwingine. Ukivunja sheria, ukikaa zaidi ya muda ulioruhusiwa, au ukijaribu kubadilisha umilele, utawekwa kwenye void, mahali penye giza tupu milele.
Larry anaeleza kuwa saratani ina mke wake na alimwahidi kumtunza. Hivyo sasa anajisikia mwenye hatia kwa kumwacha, hivyo anaomba kinywaji kingine. Asubuhi inayofuata, Anna anamwamsha Larry kwa kupanda juu ya kitanda chake. Akiwa analalamika kuhusu hangover, Larry anauliza kwa nini kuna roho zinazofanya kazi kwenye junction. Anna anaeleza kuwa baadhi ya watu hawajakubali kifo chao, wengine wanawasubiri wapendwa wao, na wabaya zaidi ni wale wasiochagua. Larry anauliza kama John atakufa hivi karibuni, lakini Anna anasema hawawezi kupata taarifa hiyo. Larry anaamua kumsubiri. Anna anamwambia kuwa baada ya siku 7 zilizotolewa, anaweza kupata kazi ya ujanitori, lakini atalazimika kuhamia ghorofa ya chini. Siku kadhaa zinapita bila alama ya John. Anna anamwambia kuwa hii inaweza kuchukua miezi kadhaa. Larry anaamua kuandaa umilele John atakapohisi kama nyumbani atakapofika. Usiku huo, anamwandikia mke wake barua ikieleza kila kitu. Wakati huo, saratani inamkuwa John, naye anaamka ndani ya treni. Asubuhi inayofuata, Anna anampeleka Larry kwenye umilele wake. Larry anamwomba apatie John barua hiyo, lakini Anna anaeleza kuwa hilo ni kinyume cha sheria, kisha anamkumbata na kumwaga. Larry anaanza kuelekea kituoni, huku John akishuka kutoka kwenye treni. Kwenye escalator, Larry anamstukia mke wake, lakini John hamtambui. Larry kwa pupa anabadilisha njia na kurudi junction, ambapo John anajiangalia kwenye kioo. Wanandoa wanakumbatana kwa furaha. John tayari ameshatambua kuwa amekufa na anamkaripia Larry kwa kukufa kwa njia ya jinga. Muda huo unakatizwa na Ryan, mratibu wa maisha ya baada ya kifo wa John. Anamvuta John na kumpeleka kwa mume wake wa kwanza, Luke, aliyekuwa akimsubiri kwa miaka 67. Wanakutana tena kwa hisia kali na upendo. Hata hivyo, Larry anaingilia kwa sababu alipaswa kumchukua John kwenda kwenye umilele wake. John anapata mshtuko wa hofu anapotambua kuwa lazima achague mume kuishi naye milele. Ryan anampeleka kwenye chumba chake.